Hamisi Abdullah Khatibu, mwalimu mkuu wa Madrasat Hidayatul Ikhwan iliyopo wilaya Kati, Shehia Ubago, mkoa wa Kusini Unguja, wamefanya usafi katika kituo cha afya Mwera. Amesema madrasa yao kwa sasa imetimiza miaka 50 na katika kuadhimisha miaka hiyo wamefanya usafi katika kituo cha afya Mwera, sambamba na kusema usafi una umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanadamu kama ilivyoelezwa katika vitabu vya dini, sambamba na kutoa wito kwa madrasa nyingine kujitoa kufanya usafi katika maeneo yanayowazunguka. Huu ni mwaka wetu wa 50 tangu kuanzishwa kwa madrasa hii ambayo ilianzishwa mwaka 1975 na sasa tunakaribia kufika miaka 50 au tumeshaitimiza miaka 50. Sasa kwa kuona uzito wa jambo hili la kufikia miaka 50 ya madrasa yetu hii, tukaona tufanye jambo la kitofauti kidogo kwa jamii. Na miongoni mwa tulioliona la kulifanya ni kufanya usafi katika mazingira tofauti, ikihusisha vituo cha afya ambacho kipo karibu nasi, kipo karibu na madrasa yetu ambacho ni kituo cha afya cha Mwera hichi. Na alhamdulillah tumeliazimia jambo na limepokewa kwa mwitikio mkubwa kabisa. Tumepata wanafunzi wamekuja, wazee pamoja na wakurugenzi wa halmashauri yetu ya wilaya ya Kati, na wametuunga mkono katika jambo hili la usafi. Ni jambo kubwa na tumehisi tulifanye hili ili kuonyesha hasa ule uzito na umuhimu wa afya kwanza, kama alivyotuamrisha mtume wetu katika hadithi, al-Islamu nadhifu, al-Islamu nadhifu fatanadhafu. Kwa Uislamu ni usafi. Kwa hiyo miongoni mwa usafi basi ni kuyasafisha mazingira tulionayo, pia kusafisha nyoyo zetu katika kukuza imani. Lakini haya yote yatakuja tutakapokuwa na mazingira safi. Tutakapokuwa na mazingira safi tutaweza kupata afya ambayo itakuwa ni nyenzo ya kuweza hata kufanya hizo ibada zenyewe ambazo tumetakiwa au tumelazimika kuzifanya. Tumeona umuhimu huo, tufanye usafi katika mazingira yetu ya afya, na tayari tumeshafikia hatua kubwa, tumeshafanya na bado tunaendelea kufanya. Tutafanya katika kituo cha afya, tutakwenda katika majaa ambao kwamba yanatuzunguka, tutakwenda katika misikiti inayotuzunguka na madrasa inayotuzunguka. Haya yote ni kufanya na kuonyesha kwa jamii kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kulipa umuhimu swala zima la usafi, kwa sababu usafi ni afya, usafi ni mazingira. Naye Daktari Mwanaisha Ali Saidi, mkurugenzi wa Baraza la Manispaa wilaya Kati, amesema ameungana na madrasa hiyo katika kufanya usafi katika kituo cha afya, sambamba na kuwapongeza katika kujitoa kufanya usafi na kutoa wito kwa wakuu wa vituo vya afya na walimu wa skuli kudumisha usafi. Sisi leo Baraza la Manispaa Kati tumeungana na Madrasatu Hidayatul Ikhwan katika swala zima la kufanya usafi katika maeneo ya Mwera, lakini tumelenga zaidi katika kituo cha afya Mwera. Tumeungana nao kwa sababu hata sisi Baraza la Manispaa Kati tupo katika kampeni maalum ya safisha pendezesha wilaya Kati. Kwa hiyo na wenzetu Madrasat Hidayatul Ikhwan wametunga mkono, wamekuja wao, uongozi, wanafunzi pamoja na wananchi pamoja na sheha wa shehia ya Ubago kuungana nasi kama manispaa, na sisi tumuunga mkono kuungana nao katika swala zima la kudumisha usafi katika mazingira yetu tunaoishi nayo, yakiwemo vituo vya afya, maskuli pamoja na makazi yetu kwa jumla. Hili ni jambo jema. Napenda kuwapongeza sana Madrasatu Hidayatul Ikhwan katika kutunza mazingira na kuona umuhimu wa usafi katika maisha yetu ya kila siku. Lakini zaidi wamelenga watu wanaopata huduma za afya, wakijua usafi katika vituo vya afya ni muhimu sana. Wito wangu kwa wananchi wote wa Zanzibar, hasa wakazi wa wilaya ya Kati, tudumishe usafi. Wenzetu wa Madrasat Hidayatul Ikhwan wametupa mfano, na wengine wote wanaofanana. Madrasa Zanzibar ziko nyingi, na wao watenge siku maalum kwa ajili ya kufanya usafi katika mazingira yao ya kila siku. Sisi tupo tayari kuungana nao katika masuala zima ya kuhamasisha na kushirikiana nao katika swala zima la kufanya usafi. Tuteketeze majaa yote yaliokuwa sio rasmi, tuwaelekeze watoto wetu wasitupe taka ovyo, hata na sisi wenyewe watu wazima tutunze taka na tusisambaze taka ovyo. Na pia tunatoa wito kwa uongozi wa vituo vya afya, hospitali na hata maskuli kutunza usafi. Kwa upande wa maskuli, mwalimu mkuu, walezi wahamasishe sana wanafunzi katika maeneo yao ya skuli kutupa taka ovyo, na wao wa mwanzo katika kusafisha maeneo yao. Sisi manispaa kazi yetu kusimamia usafi na kusaidia na kutoa elimu nzima ya usafi. Tupo tayari kushirikiana nao. Naye katibu mkuu wa madrasa hiyo Sheikh Salum Baraka na Dr. Dhamana wa kituo hicho Khadija Sudi Ahmed
walikuwa na haya ya kusema. Hii ndo mwanzo, tunaomba madrasa zote ambazo zinahitimisha siku yao ya maulidi au kutimiza miaka yoyote ile na kufanya ile jambo, kwa sababu jambo la usafi ni jambo la jamii. Kwa hiyo kwamba sisi tumeanza hapa na bado tunaendelea masehemu nyingine, na tunashukuru kwamba tunapenda kualika watu wote walioshiriki katika usafi kwamba kesho siku Alhamisi tunaendelea siku yetu, kwamba siku ya dua itafanyika saa 10 pale pale katika madrasa yetu ya Hadiyatul Ihwani, na siku ya Ijumaa kutakuwa na maulidi ya wanaume watupu siku ya usiku pamoja na watoto wetu wa kiume, tukiendelea katika kuhitimisha miaka yetu 50 Hadiyatul Ihwani. Na siku ya Jumamosi kutakuwa na saa 8 kutakuwa na maulidi ya wanawake kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Badala hapo kutakuwa na sherehe ya kuadhimisha miaka hii 50. Hiyo itafanyika siku hiyo ya Jumamosi kuanzia saa 2 usiku baada ya swala Isha. Kwa hiyo tunawaalika Waislamu wote, madrasa zote kushiriki kwa namna moja ama namna nyingine. Napenda kutoa shukrani zangu zote za dhati kwa niaba ya wafanyakazi wenzangu, kwamba tunatoa shukrani kwa kuamua kuja kwetu, wakaona kwamba hospitali yetu ama kukipa kipaumbele kuleta wenzao hapa wa madrasa Hidayatul Ihwan kwamba waje katika eneo letu kutufanyia usafi. Kwa hiyo napenda kutoa shukrani za dhati kwamba tunashukuru kwa ujio wao katika kituo chetu cha afya Mwera na tunawapongeza kwa hili. Usafi huo ulishirikisha wajumbe wa sheha na wananchi wengine ikiwemo wazazi wa wanafunzi wa madrasa hiyo. Mtazamaji wa KHD TV, usisahau kusubscribe, like, comment pamoja na kushare. Farhat Saidi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.